katika kuumbia matiti ya mwanamke, nyama ile ile ndio iliyokatwa kipande kikateremshwa chini, ndio ikatengenezwa ovar. Kwa hiyo akawaambia ya kwamba hapa Qur'ani imeonyesha ubingwa wa kueleza kwamba mpaka asli ya vitu hivi vimetoka wapi, jambo ambalo sayansi imeshindwa kueleza. Sayansi imeishia kueleza tu ya kwamba mbegu ya uzazi ya mwanamume inatoka kwenye korodani, lakini korodani zinatoka wapi kwenye asli yake? Na ile mbegu ya uzazi ya mwanamke inatoka kwenye ovar. Je, ovar zinatoka wapi? Sayansi imeshindwa kueleza, lakini hapa Qur'ani imekuja kueleza mpaka asli ya vitu hivyo, kwamba yakhruju min baini sulbi wataraibe, kwamba mbegu ya uzazi ya mwanamume inatoka katikati ya uti wa mgongo wa mwanamume, kwamba zile korodani zinatoka katika uti wa mgongo wa mwanamume. Maana yake kwamba nyama yake ilikuwa ni ile ile moja tu ambayo iliyotumika kuumbia uti wa mgongo, ndiyo ilikatwa kipande kikatengenezwa korodani. Wataraibi, na ile mbegu ya mwanamke inatoka kwenye kifua. Maana yake ni kwamba ile nyama iliyotumika katika kuumbia matiti ya mwanamke ndiyo ile ile ilikatwa kipande kikateremshwa chini, ndiyo ikatengenezwa ovar. Profesa Kefmo akawaonyesha ya kwamba ni jinsi gani kitabu hiki kitakatifu Al-Qur'anul Karim kilivyoweza kueleza kwa ufasaha katika reproduction system, jambo ambalo sayansi na wanasayansi wameshindwa kueleza. Allahu Akbar, Allah, Allah, Allahu Akbar, la